nazungumzia namna bora ya wewe na hatima yako na mbingu na Mungu, kwa namna ya tofauti unaweza kuweka maagano, makubaliano na Mungu aliye hai. Na kwa nini nimesema agano jipya? Nimesema agano jipya kwa sababu inawezekana ulishafanya maagano mengi kwenye maisha yako. Inawezekana ulishawekewa maagano mengi kwenye maisha yako. Inawezekana baba yako alishakuwekea nini? Agano kwenye maisha yako. Na ndio maana wengi hawafanyi kwa sababu wanaogopa gharama za maagano. Lakini ukisoma maandiko, hakuna aliyewahi kufanikiwa kwa chochote bila agano. Watu wengi wanafikiri kufanya baada ya kufanikiwa, lakini kanuni pamoja na kufanya baada ya kufanikiwa, kanuni za kimbingu na kiroho unaotakiwa pia ufanye kabla ya kufanikiwa. Utajiri unaingia, sikiliza, amekudanganya. Kuokoka kuna kuconnecti na hatima yako ya kesho baada ya maisha ya duniani. Kana kupanisha kati yako nani? Na mbingu na Mungu, ili baada ya maisha haya upate kumwona nani? Upate kumwona Mungu. Mambo yote yenye udhihirisho wa mambo yote kwa kupitia mbingu na malango ya mbingu. Kwa kupitia mbingu na malango ya mbingu. Mbingu ni jambo moja, malango ya mbingu ni jambo lingine. Mbingu ipo tu, lakini swali, inaweza kufunguka kwa ajili yako? Na ili ifunguke mbingu, maana yake lazima ikutambue wewe ni wake. Chochote unachokitamani kiwe kwako, ili kithibitike, ni lazima ulimwengu wa roho, iwe kwa ufalme wa Mungu au kwa ufalme wa giza, uingie agano na wewe fulani, ili ule ulimwengu wa roho kukubali wewe, ili ufalme wa giza ama ufalme wa Mungu. Agano ni zaidi ya mkataba. Haleluya. Haleluya. Maana yake ndani ya agano au maagano kuna mipango kazi. Huwezi kufanya agano kama huna mpango kazi kwenye maisha yako. Lazima uwe na vision, maono, uwe na ndoto, dreams, uwe na namna gani unataka iwe, ni nani asababishe iwe. Nimesema mwanzo, hata habari ya nini? Ya kuokoka. Ndio maana watu wengi wanaoacha nini? Wokovu. Kwa sababu wanaambiwa ukiokoka tu masikini kwisha. Haiko hivyo. Kuokoka ni jambo moja, umasikini kukuisha ni jambo lingine. Magonjwa kukuondoka ni jambo lingine. Kuinuliwa kiuchumi ni jambo lingine. Ingawa wokovu ndio master key yale mambo yote. Sasa unapookoka unajengwaje? Na wokovu una namna pia ya maagano yake. Viwango vya maagano ya ndani ya wokovu unavyoingia na Mungu, na viwango vya maarifa unavyojengwa, ndio viwango vinavyoweza kukufungulia malango kwa ukubwa zaidi au kufunga pia. Wokovu usiokuwa na matokeo kwenye maisha yako rohoni na mwilini, ukabaki na tumaini moja la kuingia wapi? Mbinguni. Huo ni wokovu ambao ni mlemavu. Mtanisamehe kwa lugha lakini napenda kutumia lugha ambayo Bwana anapenda kuitumia. Wokovu usioleta matokeo wala badiliko rohoni na mwilini ndani ya hiyo miaka uliyokuwa nayo kwenye wokovu, miaka 30, miaka 40, miaka 50 na kadhalika, haukui kiroho, maarifa ni madogo, hautambui Mungu vizuri, haujui siri za Mungu na siri za mbingu, mtego wako haueleweki, hujui principles za kiroho, huu ni wokovu mlemavu. Lakini bado maisha yako ya nje hayana ushuhuda. Ni lazima tunapookoka lazima tujue